Naomba hao wakubwa sawa wafanye tua huku watunyanyue, kwa sababu tunasikia tu wale wakubwa wanapokuja, hata kama mawaziri wanapokwenda kwa mama Aquarium, basi wale nani wale wasanii wanapopelekwa wale, sasa na wale watu wanashishika sana. Sasa sisi bado tukalindani, utasikia tunakwenda Aquarium kaja msanii na kwenda Kizimkazi. Aquarium ndo hizi baada ya kufugwa samaki zinakuwa Aquarium, hazina mabwawa, zinakuwa mashimo tu. Kasa ni aina ya makobe wakubwa kiasi wanaoishi baharini. Hutaga mayai yao katika mchanga wa fukwe za kanda za tropic na nusu tropic. Kama makobe wote, kiwiliwili cha kasa kimefunikwa kwa gamba gumu liitwayo galili, lakini hawawezi kuvuta kichwa na miguu ndani ya galili. Wapo ambao wanatumia kasa kwa kitoweo kwa kuwala, lakini pia wapo wanatumia kasa kama ni maonyesho ya kuvutia watalii. VOPTV imefunga safari hadi katika kijiji cha Fukuchani, mkoa wa Kaskazini Unguja, na kufika katika eneo la Aquarium ambalo linajishughulisha kwa ufugaji wa kasa kwa ajili ya kujipatia kipato. Mzee Silima Vuai Hamis, mkaazi wa Fukuchani, anatuelezea kwa ufupi alivyoshawishika kwa kufanya ufugaji wa kasa kwa ajili ya utalii. Silima Vuai Hamis, mkaazi wa shehia Fukuchani, kijiji sehemu ya Migogoni, kijiji cha Migogoni. Hivi sasa mimi niko hapa kwenye kazi yangu ya ufugaji wa kasa bwawani hapa Fukuchani. Historia ya hapa mahala ilikuwa kwanza hapa hivi sasa pana jina la Aquarium, lakini kwa wakati huo si Aquarium, ilikuwa shimo tu ambalo linaingia maji yakatoka ya bahari. Lakini tu baina dunia tu kwamba kuelekea kwenye ufugaji wa samaki kwenye mabwawa na kasa, na mimi nikajikita suala hilo. Na nilipoanzisha wakati huo ilikuwa mwaka 2010. Wakati mimi ninafanya kazi ya serikali, nikashawishika kwa kuona wenzangu kule wanashawishiwa, na mimi nikashawishika kwamba hili suala lipo hapa, na mimi nikaja nikajikita hapa kufanya ufugaji wa huu kasa na samaki. Lakini tu hivi sasa kubwa najifanya kwenye kasa, kwa sababu samaki itakuwa kama ni mwenyewe tu ya kwa kufanya biashara, lakini sana yafuga kasa hawa kwa ajili ya utalii. Mafanikio kusema kweli tangu nianze kufuga, mafanikio kusema kweli sijapata vizuri kutokana na gharama ambazo nilizokula hapa. Ilikuwa kubwa mno, gharama kubwa mno, kwa sababu hapa mahala ilikuwa ni sehemu ambao kama unavyoona mijiti hii ilivyo, ilikuwa watu wanatoka sehemu mbalimbali kuja kukata mijiti hii, na mtu akishapata yale mashina ya mijiti, basi ya machama kanaacha anangia mule, yalifanya calcium kubwa kweli kweli, ikahuoni chochote. Sasa mimi kazi yangu ikawa kutengeneza tu, kutia mchanga, yani kufanya nini ili pawe peupe, na gharama niliyotumia kubwa mno sana 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 sana. Hivi sasa hata kama najiona napata kwa watalii au wageni wanokuja wawili watatu, basi pia bado kutokana na gharama niliyokula kubwa mno, kwa sababu pahala ilikuwa pabaya mno sana sana tu. Gharama niliyokula hapa mimi nafikiria kama milioni 30 zinafika kutokana na ile gharama yenyewe, kwa sababu hapa nilichukulisha mchanga wa pwani nikaleta roli kwa roli kwamba pawe peupe. Na vile vile nilikwenda kwenye idara ya uvuvi wakati huo, nikawashawishi kuja hapa kuniangalia, wakaliona kweli kwamba hili suala linahitaji matengenezo makubwa mno. Na pia alikuja mheshimiwa mkuu wa wilaya kipindi hicho Bi Riziki Juma Simai, nikamleta hapa kaja kaniangalia hapa, akaniambia jitahidi baba ufanye kazi zaidi ili upate mahitajio, na mimi nikaendelea hivyo. Lakini tu kwa wakati huo mimi nilikuwa ni mfanyakazi wa serikali, ule utendaji wangu wa hapa ilikuwa si mkubwa mno, kwa sababu asubuhi lazima niende kwenye kazi yangu ya serikali, jioni nishamaliza kazi ya serikali ndo nakuja hapa kwa kufanya usafi wa hili swala langu hili. Alafu tu baada kusafika hivi kidogo tu walikuja wataalamu wa uvuvi, idara ya uvuvi, kwa sababu mimi nilikuwa nafanya kazi idara ya uvuvi kama mkuu wa diko, na hapa ilikuwa kama ni kondeni pangu na lima hapa kwa wakati huo. Lakini tu baada ya kuona wale wenzangu kule tukatembelewa ni wale, na ikaja ushawishi kwa mwaka huo 2010 sijui 1000 ngapi, kwamba serikali iliridhia kwamba watu wafuge samaki, wafuge kasa hawa, na mimi ndo nikajikita hivyo kwa kuona wenzangu Nungwi wanafanya hivyo na wapi kule, na mimi nikajikita kufanya hii kazi ya ufugaji wa kasa. Chakula cha kasa mwani yenyewe unaitwa plastic, sio ule mwani wa kupanda kama wale wanawake. Bali ule wanakula, lakini sasa ule kidogo
haupatiki sana kwa hapa kwa kipindi hiki, sababu shakuwa adimu sana. Isipokuwa hapo baharini panapatikana mwani wa plastiki, kuna tambarare ya ardhi yenyewe mawe kama hivi, kuna mwani ambao tunatumawana au tunaletewa au tunanunua, tunao mwani kama ule pale plastiki ule wa mwepesi sana ule. Kwa kila siku, kwa sababu wakasa wanakula mno, kuna wageni viwajibu wake walishe tu, wanaweza kula hawa kama polo 10 kwa siku. Na kila polo moja, wanakula polo 10 kwa siku. Na kila polo moja basi ina gharama kama ya shilingi 2,000 3,000. 2,000 3,000 wanachukulia. Hawa usione hivyo, lakini wanakuja kweli. Na hivi sasa hivi hapa tunazungumza na papia hivyo. Hawana papia kwamba labda natushangilia si hapa. Hawa wanategemea kwamba sasa hivi watalishwa. Sina chakula kingine, mfano kama mwani huna hata magani ya mpapai. Kuna lishale kwa muda mfupi tu, usilishe sana yale magani ya mpapai. Pale utakapoona tu kwamba labda hivi sasa chakula sina na wana njaa hawa, na maji bado kule hajapa, kwa sababu kule maji mpaka yapo upatikane mwamba kule ndio upate ule mwani. Sasa pia unaweza ukaona anatafuta magani ya mpapai kidogo, wanakula hawa. Usiwalishe sana tu, kwa sababu magani ya mpapai ndio kama unajua na utovu ya nini. Ndio hivyo. Ndio hao kasa anoliwa, lakini hapa kwa serikali hairuhusi kwamba watu wale hao kasa, ruhusu kwa ajili ya kuwafuga, na ikafika muda kuna sherehe ya kasa duniani maalumu, yani utizame waliokuwa shakuwa wakubwa, yani uachie. Uachie sasa wende zao kule akafuate maisha mengine, kwa sababu humu hawazai humu kama tunasaidia serikali tu kwa ajili ya wageni wetu hawa wanokuja kitaifa, yani wapate waone haya mambo, na sisi tunarizia. Kila mwaka tunawaachia, lakini sasa huwezi ukafanya kila mwaka, sababu wakasa wanakuwa adimu kukuya sana. Sasa huwa adimu, huwezi ukaachia kila siku, huwezi, kwa sababu kuna kasa maalum mpaka awe kuna ukubwa maalum wa kuweza kutaga, kwa maana ndio umachile. Bado hawajafikia kiwango. Mchanga, yani kasa wanataga kwenye mchanga, na wanataga ambao mchanga wachimbe mpaka wafike kama sehemu ya mita 2 kwenda chini. Wamimine mayai yao, wakishamimina mayai pale ndio kana chisima pale. Sasa ule mchanga ule unakuwa kama joto la kulalia mwenyewe, ndio ndipo anatotoa. Kwa sababu akishataga yule tena vile hana habari ya pale, kana kwenda zake, wale wanalaliwa ni ule mchanga ule. Kusema kweli, kwa sie kama labda hatujaangiza wageni sana, kwa sababu sisi kusema kweli hatujatangaza, kwa sababu tunaona hili bwawa letu halijafikia kiwango cha kutangaza, kwa sababu kasi hizi zote zinazokwenda si za muda mrefu. Tulitumia pesa nyingi tu, lakini kasi hii si muda mrefu. Tukaja hapa kataona labda kama pa zamani au pa nini. Wenzetu kule walianza zamani na wenzetu wakaanza zamani, sisi ni watu wa nini. Sasa kutokana kungia wageni wanaingia, lakini tu waone kama jale mabango mule, waone kumbe na hapa lipo, labda angile pale, yani upate msaada fulani hivi kidogo wa kuweza kujisaidia. Isipokuwa tuna sisi tumo kutaka kungia milengo ya kujitangaza, yani tuwapate wale wageni moja kwa moja wanaotoka wenyewe. Isipokuwa sisi wageni tunapata wanaotoka kama hotelini, weshachujuka weshafanya nini, waje hapa, jamani tuna wageni wetu, na watu shaurioni ni wale watu wa mahotelini. Tuna wageni wetu 10, tuna wageni wetu 6, tena pale waje chukuani hiki. Pia Zanzibar naiambia ituone, hasa sisi watu wenye mashimo tunakula shida mno sana, na sisi tugauku kama watoto wa hii nchi, kwa sababu mle nyumbani mule baba anapokuambia naleta mgeni, basi nyie watoto pia mnafurahia wale wageni kwamba nini wasiondoke, ili baba yenu pale apate masi ya kuweza kujulikana, pale nilipokwenda baba mtu alinipokea na watoto wakanipokea. Sasa na sisi hapa tunafanya tu hivi, lakini kwa kuijali serikali yetu kwamba wageni wetu wanapotoka kutangaziwa ni hawa wakubwa zetu. Wana kama rais wanakwenda huko, wanafanya tour, wanakwenda huko wanaleta nini, sisi hapa tunapokea. Sasa watu waangalie kwamba na sisi ni wamoja ambao tunovuta na tunawakaribisha wale, si mahoteli tu. Na sisi tuna kama mahoteli tunawakaribisha, ingawa muda mfupi wanaofika hapa na kwenda zao, kwa sababu wanaangalia watu wakesha wanakwenda zao. Anaingia wenyewe, anaingia wakati anapongia baharini, na hapa anaingia. Isipokuwa anaingia kwa muda tu. Kama unavyoona bahari, labda kuna maji mafu, labda kuna maji makubwa, na hapa ndo hivyo kama bahari ni padogo tu. Kwa sababu pale unaona pale pana mziamu ule unaotia maji na kutoka, na kule kuna mziamu unaotia maji na kutoka chini pale. Mziamu ile njia ya maji. Changamoto zetu tunaiomba serikali kwamba itutizame changamoto zetu za kuhusu usaidiwa kama vile labda mikopo
na sisi tuwe tuna mahala pa kuweza kukopa tukarudisha, ili wakapata na wenzetu wanaotaka kufanya hivi, kwa sababu tuna mambo na sisi tunataka tufike kama wenzetu. Hapa palivyo hapa tuna uwezo wa kufanya kama hoteli na sisi tukalaza wageni, lakini sasa kutokana na kama hivi hatuna, tunao eneo tu, unaona ukuta ule, tunao eneo pale, tunabuga tu kwa pesa zetu mfukoni kujichanga changa, lakini hatujui tuelekele wapi. Idara tunao ya uvuvi, lakini idara ya uvuvi kusema kweli sisi bado haijatuona. Tunaishukuru, ndio iliyotulea, ndio iliyotufahamisha hivi, lakini tu bado hatujapata kwenye idara ya uvuvi. Sasa tunaiomba serikali ituone. Ushauri wangu kwa watu wanotuletea wageni hapa, ndio wanatuletea hivi kidogo kidogo, na tunaomba ushauri watuletele sana, ili na sisi tupate, kwa sababu wenzetu wanapata kule, kwa sababu kule wenzetu kuna vyazo vya wazungu, kule kuna mahoteli Nungwi, Kizimkazi kuna mahoteli, wapi kuna mahoteli. Sie hapa hatuna hoteli, kuna vibangalo tu tulivyo navyo hapa, wala havilazi wageni sana, wageni wenyewe kama hivyo 10. Sasa mle mwenzetu wanaola za wageni kuanzia asubuhi mpaka jioni, wageni akazunguka tu, basi mgeni kesha kwenda kwenye kwaria. Sawa, wafanye tua huku watunyanyue, kwa sababu tunasikia tu wale wakubwa wanapokuja, hata kama mawaziri wanapokwenda kwa mama Kwariamu, basi wale wale wasanii wanapopelekwa wale, sasa na wale watu wanashishika sana. Sasa sisi bado tukalindani, utasikia tunakwenda Kwariamu kaja msanii, na kwenda Kizimkazi. Kwariamu ndo hizi, baada ya kufugwa samaki zinakuwa kwariamu, hazina mabwawa, zinakuwa mashimo tu. Hivi sasa hii kwariamu ukapita huko kutaona kwenye mabango yetu kwariamu Fukuchani, kwariamu Nungwi. Kwa sababu kwariamu hii natural aquarium Fukuchani, kwa sababu inaandikia maji wenyewe, ndio maana ikawa natural aquarium Fukuchani. Maji yanaingia wenyewe kutoka nangia wenyewe, si wanatoka nje vyo wanapata walipe kama kawaida kidogo hivi, wanatoka kama nchi zao, nchi jirani yetu hii. Lakini anatoka nchi hii hakuna malipo, kwa sababu tunajua kanakuja kusoma, wengine wanakuja na wanafunzi wanakuja wengi mno hapa kuja kusoma. Hasa kawa vipi tunawafahamisha, samaki kawa vipi tunawafahamisha. Hivyo tunavyoona pata elimu, kwenda kesho kutwa wakaacha msongamano ule kwa kuidai serikali sana, japo mtu katachimba pale afuge kasa itakuwa katapata ajira. Sija hivi sasa kwa kijana kwenye maji unaruhusiwa. Kuingia kwenye maji unaweza kuruhusiwa, lakini usilishe chochote. Wewe ungile tu mle, au kama ja wetu tunaweza tukakuamini Mswahili kwamba unaweza ukalisha kwa jole mwani kidogo, lakini usiwe na chakula chako ambao ulichokuwa nacho mwenyewe mfukoni. Hatujui kukutili na hawadudu, ndio nategemewa ni taifa. Haji Silima Wai ni mfanyakazi wa aquarium Fukuchani, amezitaja changamoto ambazo zinazowakabili katika ufugaji wao na kuomba serikali kuwasaidia ili wapate kujikwamua na maisha yao kupitia ufugaji huo. Tokea shehia ya Fukuchani, mimi ni mfanyakazi wa hii aquarium hapa, iliyoanzishwa hiyo mwaka 2010. Hapa tupo kwenye changamoto kuu ambazo zinatukabili ni mbili. Kutokana na maji yetu ni maji ya bahari, wakati yanapojaa kule baharini kuingia hapa yanakuwa hayana shida. Lakini wakati ambapo maji yanatoka na wageni wetu wanakuja hapa wanataka waingie kulisha hawa wadudu ambao ni kasa, yanakuwa yanachafuka sana. Kwa hiyo niombe tu serikali kwa hili itusaidie mashine au pampu zile za kuvutia maji ili yasafike we mazuri. Na jingine changamoto kubwa ni uzio. Kwa kutizama eneo letu lote liko wazi. Kwa hiyo na hii ni rasilimali ambayo tunaitegemea. Nyakati ya usiku tunakuwa hatuna ulinzi kamili. Kwa mtu anaweza akajipenyeza hapa na kuhujumu hawa wadudu, kuchukua mbali kwa labda kwa pengine kutumia kula ama kwa vingine vyovyote. Niombe serikali tuitutizame kwa jicho la huruma, labda kutupatia ufadhili au hata ni mkopo wa kuweza kuweka uzio kudhibiti eneo letu. Nikiripoti, mimi ni Fatma Haji wa VOP TV. Kwa habari moto, subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV.